kuna mashetani ndani ya watu. Sio kila anayetembea kwa miguu ni mtu, na sio kila anayecheka naye ni mtu. Wengine mashetani walizaliwa kwa kazi maalum. Sio, unanielewa? Sasa wale, sikiliza, akija shetani ndani ya mtu kwenye maisha yako, yeye amekuchungulia, anaujua huu mwaka Mungu anataka afanye nini kwenye maisha yako. Atajua, kwa sababu sikiliza, hawezi kuweka mtego nje ya njia yako. Hawezi. Anaitafuta njia yako ili akuwekee mtego. Jamani, huwezi kuniwekea mtego, huwezi ukamwekea mtego panya ambapo hapitaji. Utamnasaje? Lazima ujue njia yake, ujue chocho zake. Ndivyo walivyo. Waogope sana sana. Walimtia nanili Isaya pamoja na unabii wake, akawa na kinywa kichafu. Ni mtumishi wa Mungu, anatabiri. Kumbuka Mungu anatumia kinywa chake, lakini kinywa hicho kilikuwa ni kichafu. Ni watu waliokuwa nao karibu, watu waliokuwa nakaa nao karibu. Grupu lake lilikuwa ni aina gani? Sio, unanielewa? Siku moja nilisikia story ya mwanamke mmoja. Kuna watu wengi wameharibu ndoa zao kwa sababu hawawajui wanaokaa nao ni watu wa aina gani. Sikiliza, kuna mtu mwingine anaweza akaja kwa furaha, kwa kucheka na wewe. Kwanza wale waliotumwa na shetani hawanunagi kwa ajili yako. Haweza akafanya cha kukukasirisha. Yeye ni kukufurahisha ili akuvute karibu, azisome njia zako. Huwezi kuwajua. Kwa hiyo kama ninazungumza hivyo, mambo haya mawili. Jambo la tatu, ogopa kutokumtafuta Mungu aliyekuonyesha hiyo picha. Shimo litakuwa mbele yako. Ilimponza Ibrahimu. Nisikilize kwa makini. Ibrahimu, Mungu amechelewa kumpa mtoto. Amechelewa kabisa, kweli amechelewa. Akamwambia mke wake, "Kwangu unajua mambo haya tunachelewa." Kwa nini asingerudi kumuuliza Mungu? Mke wake akamwambia, "Nakupa huyu mwanamke, ingia kwake tupate uzao." Nisikilize. Kwa nini asingerudi kwa Mungu? Maana yake ni nini? Usitake ushauri kwa mtu yoyote kwenye maono yako. Acha, utakufa vibaya. Kwa sababu sikiliza, wakati unayapokea maono uliyapokea wewe peke yako kutoka kwa Mungu, na Mungu wakati anasema na wewe aliuonyesha moyo wako, ili moyo wako uanze kuona. Sio macho haya, ni moyo wako. Mungu alisema na moyo wako. Hiyo picha ilichorwa kwenye kilindi cha moyo wako. Sasa unapotoa, unapotaka ushauri, eti Mungu alisema na mimi, eti fulani Mungu alisema na mimi, eti nifanye nini? Kwa nini usimrudie yule aliyekupa hayo maono? Akapewa mtoto. Mungu akanyamaza kimya. Pale uwezo ukaona Mungu amemuuliza wewe na Hana, mbona tena umemuuliza? Mbona? Kwa nini umemshirikisha mmeo? Kwa nini? Mungu kanyamaza kimya. Yamemtokea puani. Na ndio maana sikiliza. Na ndio maana sikilizeni nyinyi vijana mnaokurupuka kuoa. Sikiliza. Umeanzia kwa tamaa zako, siku ya kikuchachia uliza nafsi yako pia. Wadada mnaotaka maheni sabu. Mimi hiki kitu sikiliza, nimejifunza. Siku moja nilikuwa namuombea mtu fulani. Nimeomba, nimelia, nimegaragara. Mungu, nataka amani kwenye hii ndoa. Mungu akaniambia hawakuanzia kwangu. Siwezi kuingia kwenye hisia za watu. Mwanadamu nilimpa uamuzi. Unaweza mambo ukayatatua kwa akili yako, ukayatatua pamoja na Mungu. Sasa wewe ulipenda kwa tamaa zako. Tamaa yako ndio ikusaidie. Ibrahimu alipoanza kuteseka, Sara amechachamaa, hakuna amani ndani. Anamwambia huyu mtoto wa mjakazi simtaki. Na yeye Ibrahimu ni damu yake. Sijui unanielewa? Damu yake.
Mwanamke anasema muondoe hapa, simtaki. Tayari Mungu alishajibu. Sio kwamba Mungu alinyamaza kumpa kila alichomwahidi, pamoja na kwamba wamepata hicho kitoto kwa tamaa zao, lakini Mungu lazima atimize ahadi yake. Siku moja Sara anazunguka akakikuta Kaishmaeli kana msingula yule mtoto wa ahadi. Akasema mtoto wa mjakazi hawezi kulisi pamoja na mtoto wa ahadi. Sara anasema hivyo. Amesahau kwamba yeye ndo aliyokaleta hako katoto. Lakini ni kwa sababu mume wake hakutaka kurudi kwa Mungu. Ogopa kupata ushauri kwa mtu ambaye hakuwepo wakati unapewa hayo maono au hiyo picha. Akamwendea Mungu, nataka, yani huyo anaitwa mtoto wa mjakazi wakati ni mtoto wangu. Ibrahimu inawezekana alimuuliza mke wake, wewe unamhitaji huyo mtoto wa mjakazi wakati ni mtoto wangu? Umesahau kama ni mtoto wangu mimi Ibrahimu? Lakini Sara anamuita mtoto wa mjakazi, sio mtoto wa Ibrahimu. Si unanielewa hapo? Ibrahimu akamwendea Mungu. Mungu akasema msikilize mkeo. Siku moja nilikuwa namwombea huyo mtu, ndio nikapewa huo mstari kwamba Ibrahimu na mke wake walipatana wapate mtoto, kwa sababu mimi nimechelewa kuwajibu. Sasa hawa watu, huyu mkaka alimtaka huyo mwanamke kwa tamaa zake, sio mimi. Mimi nilimwandalia mwanamke mwingine, lakini hakunisikiliza. Sasa asikilize tamaa yake. Ungekuwa ungefanyaje? Mimi nikafunga mdomo wangu nikaachana na kumuombea. Nikasema pambana na hali yako. Kimya kimya, wala simwambii. Unanielewa? Kuna siri kubwa katika picha. Mambo haya matatu ni muhimu sana. Jambo la 4. Ogopa kufanya au kulazimisha hiyo picha itokee kabla ya wakati. Sijui naeleweka hapo? Ogopa kulazimisha hiyo picha itokee kabla ya wakati. Nakumbuka nilikuwa Kahama. Nilikuwa namkumbusha mtoto wangu yule mtoto wa kaka Ernest. Nilikuwa namwambia, unakumbuka ulipokuwa mdogo nilipataka mchumba. Tena yule mkaka alikuwa mlokole mzuri sana. Mzuri sana, ameukoka vizuri, alikuwa FPST. Anaomba sana. Sasa kuna siku moja nikaenda kwenye semina ya watoto, yani semina ya walimu wa watoto. Tumeenda kule, tumeseminishwa. Nilikuwa naomba sana kipindi kile, nimeokoka. Nimerudi nyumbani. Sasa yule nilikuwa najiandaa nimpeleke kwetu Kahama. Lakini kaka yangu ambaye baba yake na Ernest ambaye alikuwa karibu na mimi, alikuwa anajua hiyo issue ya huyo mkaka. Unaona? Na kipindi kile alikuwa na bonge la duka, mfanya biashara pale Kagongwa. Siku nimerudi, akaja kunipokea, amefurahi mkaka wa watu. Tukasalimiana, akaenda zake nyumbani. Usiku nimelala. Siku ile nimetoka kwenye semina, nilisikia sauti inaniambia bado kusudi langu kuhusu huyu mkaka. Nilisikia sauti inaniambia, kumbuka nilikuwa msichana mkubwa nahitaji kuolewa jamani. Nilisikia sauti inaniambia bado kusudi langu. Mimi nikashangaa. Halafu nikasikia huku ndani na huku msiku kaanzia huku. Nililia sana kwa sababu nilikuwa ninajua nimepata. Kesho yake asubuhi nikaandika barua mwenyewe. Alafu nikampelekea yule kaka. Nikamwambia, kaka, ona hii barua nataka nimpe fulani. Nishamsahau hata jina yule mkaka. Alikuwa na tabia akitoka kwenye biashara zake anapita kunisalimia ndo aende nyumbani. Jioni amekuja, nikampa ile barua tena, nimetazama kwingine. Soma. Alipoisoma aliumia sana yule kaka. Aliumia, alipiga magoti akasema, jamani Rebeka, mimi nakupenda. Mimi nikamwambia nalia, nasema nimesikia sauti na niambia bado kusudi lake. Nilimwambia hivyo. Aliendelea kunibembeleza mpaka naondoka Kagongwa, ananibembelezaga. Sasa nisikilize, huyu Mungu muogope. Anaijua kesho. Nimesema usilazimishe kabla ya wakati ile picha itokee. Ibrahimu alilazimisha pia.
Basi mwaka mmoja tulienda kuhubiri na baba Kagongwa, ilikuwa ni mwaka 2014 kama sikosei. Hivyo najua nilipofika tu wifi yangu akaniambiaje, hivyo najua wifi yule mkaka alifilisika. Kwanza alipataga ajali, bonge la ajali, akavunjika kiuno. Baada ya hapo akauguzwa karibia mwaka mzima. Baada ya hapo duka likaisha tu. Sasa hivi anauza mkaa. Kwaona mimi ningekuwa mke wa muuza? Na wakati nilimwambia Mungu nataka nani? Mchungaji. Ukumbuke kipindi kile tayari nilishafanya agano na Mungu kwamba mimi nataka kuwa mke wa mchungaji. Na nilishaomba na picha nilishaiona. Lakini kaja mtu mwingine, sijui. Sijui unanielewa? Ni muhimu sana kuzingatia haya. Watu wengi wanakata tamaa wanapokutana na haya mambo manne. Wanapokutana na haya mambo manne, wanajikuta wanakata tamaa kabisa. Mimi kuna siku moja nilipata ushuhuda wa mtu mmoja. Alikuwa anaumwa. Nisikilize vizuri. Huyo mtu alikuwa na tatizo fulani. Na haya magonjwa ambayo watu wanakunywa dawa kila siku. Na nielewa? Mungu akamtokea akamwambia nimekuponya. Akaambiwa kwamba nimefanyaje? Nimekuponya. Baada ya hapo kila kienda hospitali anaambiwa bado hujakaa sawa. Anarudi kwa Mungu, Mungu, nilishakwambia nimekuponya. Anarudi tena kwa Mungu, Mungu, ulishaniambia nimekuponya. Nilishakwambia nimekuponya. Ikaenda kama miezi kadhaa. Siku moja akaenda kupima akaambiwa hana. Unanielewa? Maana yake nini? Mungu akishasema, akishakupa picha, amekupa. Kazi yako ni kung'ang'ania hiyo picha. Haijalishi unakutana na magumu, haijalishi unakutana na mepesi, picha yako usiruhusu chochote ipungue uzito wake na nguvu yake. Mungu alipoitamka ilikuja na magurudumu, ilikuja na mbawa ya kukubeba mahali ambapo kuna vitu vizito ambavyo vitakuumiza ukiwa chini. Mungu atakupa mbawa, utapaa. Mahali ambapo kwenye maji mengi, Mungu atakupa nguvu ya kupasua hayo maji upite. Kwenye mlima, Mungu atakupa nguvu ya kupanda mlima. Sasa shida ya watu wengi wanazingatia mazingira. Sikiliza, watu wengi wako wengi sana wanafanana na Sara. Miaka yangu imeenda, nani atanioa? Utaolewa tu, yupo mzee mwenzako. Hata kama atakuja kijana, ni mzee amekuoa. Mungu akisema wewe ni wa kwako, wewe ni mzee, alafu yeye kijana, huyo ndio mzee mwenzako. Ndio maana yake. Uache kuyawazia, uache kuwazia. Ukitaka kupona, acha kuziwazia nyakati zilizopo leo. Itazame tu ile picha peke yake, na ndipo utakuwa mshindi. Watu wengi leo hawawezi kushinda, ni kwa sababu wanatazama kuangalia mazingira, ni kwa sababu wanatazama wengine. Hafu kitu kingine, acha kuiga mwingine anaishije. Haleluya. Acha kuiga mwingine anaishije, hakuhusu. Mwingine ni mwingine na wewe ni wewe. Hatufanani. Hata neema hatufanani. Naweza tukawa ufalme wote, lakini kila mtu ana neema yake na kila mtu ana wakati wake. Wakati wake mwenzako amepokea, shukuru Mungu. Sema na mimi kesho yangu inakuja, sio leo. Haikuwa leo, mimi ni ya kesho. Hautakata tamaa, hautavunjika moyo. Mimi nashuhudiaka kila siku hapa. Kipindi kile tumetoka kwenye semina, mnakumbuka watumishi wa Mungu, ilikuwa semina ya nabii mmoja hapa kanisani kwetu. Na kulikuwa na upako hujawahi kuona. Si ndio mnakumbuka? Nilikuwa mjamzito. Kumbe siku semina inaisha ndipo mtoto wangu anakufa tumboni. Nakumbuka nilifungaga na kuomba, nilikuwa namuombea mama mmoja, baba alikuja hapa kuombewa. Mimi Mungu akaniambia nifunge nimuombee ule mwanamke, alikuwa na ugonjwa wa HIV. Na mimba yangu niliomba kwa uaminifu. Nimetoka kwa siku ambayo mimi anakuja kushuhudia, si mlikuwepo?
Kwani watu wa zamani hapa si mlikuwepo? Shemasi na Eunice mlikuwepo? Wakati yule mama anakuja kushuhudia, siku aliyoshuhudia na mimi ndio niliyoshuhudia, nimepoteza mtoto ambaye nimefunga mimi na kuomba. Sasa tusemeje na lenyewe? Mungu hanipendi. Alisimama na mshukuru. Nililia sana. Lakini nililia tu nikasema Mungu asante. Asante. Na mimi nikasimama kumshukuru Mungu kwa kupoteza mtoto. Mwingine akashukuru Mungu kaponya ukimwi. Sasa hebu niambie, si mpaka leo yupo? Dada, si yupo mpaka leo na kanisani hajaji. Aishahamia na kanisa lingine. Si ndio? Tuseme nini? Tuseme Mungu hanipendi? Hapana. Kila mtu ana njia zake na kila mtu ana namna yake. Siwezi kutazama mwingine na nikaumie. Na nikupe siri, ukigundua kwamba mwingine amepokea majibu wewe hujapokea ukaumia, rudi kwenye toba, mwambie Mungu nisamehe, nimekukosea, najichelewesha. Kwa nini niumie? Kwa nini niwe na wivu? Kwa nini? Na mimi utanipa. Ona yeye Mungu amempa leo. Hizi ni hatua na mimi ninazisogelea. Baraka zangu nitazipata kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ni muhimu sana. Sasa nisikilize. Kwa nini Mungu anatupa picha? Anatupa picha itusaidie hatua zetu kwenda mbele. Jambo la kwanza, tunapewa picha ili tukumbuke tunapokuwa katika nyakati zote. Picha inakusaidia kukumbuka nyakati zote. Sikiliza watumishi wa Mungu. Ukitaka kutenda dhambi ukikumbuka kuna jehanamu, unagaili. Unagaili kabisa. Labda kwa wale tu waliotiwa mioyo yao kuwa migumu. Lakini kwa mtu ambaye anakumbuka kuna mbingu na jehanamu, ukitaka kutenda dhambi unakumbuka kuna jehanamu afu milele, unagaili. Inakukumbusha. Jambo la pili, picha inakupa nguvu. Daudi anasema hivi, ninajua wakati anamkimbia mfalme, anakosa kuuawa, anatafutwa na jeshi kubwa. Yeye hata jeshi hana, ana jeshi la watu maskini. Biblia inasema wenye madeni na wenye uchungu, wachache wasio na nyenzo za kupigana vita. Watu wasio na nyenzo ya kupigana vita, alafu anapigana na watu. Yani unapigana na mfalme, wewe mwenye nchi unapigana naye, wewe kijana usiye na chochote. Lakini anasema hivi, nakumbuka nilivyokuwa nikiyaongoza majeshi ya Bwana, ninaamini ipo siku nitayaongoza tena. Anaiambia nafsi yangu, kwa nini kuinama? Maana yake kuna picha alisikia neno kwamba wewe ni mfalme wa Israeli. Kwa hiyo muda wote yeye alikuwa anatazama yeye ni mfalme wa Israeli. Siku moja atawaongoza Waisraeli wote. Haijalisha anayetafutwa na mfalme, haijalisha anakosa chakula mpaka anakuwa kama zezeta, haijalishi. Anaiambia nafsi yangu, nafsi yangu usiiname. Haleluya. Kwa sababu kuna picha anaoiona. Mimi siku moja nilisema hivi, sikiliza, mtu mwenye ndoto hafi. Nawaambieni ukweli hichi kitu. Siku moja hapa niliwachekesha nikawaambia hivi, mimi kuna siku moja, mimi hata kama ni pombe nipasuke, kama ndoto yangu haijaisha nitainuka. Nakwambia mimi, ndoto ina nguvu ya kukunyanyua kutoka katika hali ya udhaifu kabisa. Hivi jamani, hatujifundishagi. Mimi siku moja nilikuwa namfuatilia mtumishi wa Mungu Wajima. Nafikiri watu wengi ambao mnamfuatilia, siku moja nilikuwa nafuatilia, akasema hivi, mwota ndoto hafi. Alipokuwa amepooza, mnakumbuka? Ukifuatilia klipu, alikuwa miguu haiwezi kusimama. Akasema, ninyanyueni, mwota ndoto hafi. Akusimama, si mpaka leo anaishi. Sikiliza, ndoto ina nguvu. Ndoto ni mlinzi. Usipoteze nguvu ya ndoto, utakwisha. Nakwambia ukweli. Jifundishe ndoto yako kuitazama na kuichuchumilia, alafu uamini. Sikiliza, siku moja mtu mmoja alikuwa anaumwa, si huyu hapa mama mwenyekiti alipokuwa anaumwa kipindi kile. Si ndio? Mnakumbuka wote anashuhudiaga. Alipokuwa hali ya koma, watu wameshaanza na kutoa makochi. Wengine wameshaanza na kutoa makochi, wanajua kuisha. Anasemaga hivi, aliona hii madhabahu ikaja ikamfunika,
akasikia kanani kembamba, kajoto kembamba kanatoka kwenye mwili, si unashuhudiaga wewe? Alafu anasema akaanza kumwambia nipeni uji nipeni uji. Kiukweli, kiuhalisia, hali aliyokuwa nayo haikuwa nzuri kwa sisi tuliomuona, ilikuwa hali mbaya. Hata baada ya kupona mimi nikawa namcheka, hawezi kutembea, alikuwa anatembea baada ya mwezi mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake nini? Alikuwa anaona uzima. Ni kwa sababu kwenye hii madhabahu tulisema hakuna kufa. Kwa hiyo alikumbuka. Sikiliza, fuatilia maneno yaliyosemwa mwanzoni mwa mwaka. Alafu hayo, hata kama unapita kwenye tatizo huko kwenye hiyo madhabahu, kumbusha Mungu. Biblia inasema Bwana atakuagizia msaada kutoka patakatifu pake. Lakini huo msaada utatoka kama na wewe unajaribu kuikuwa na connection na nini na hiyo madhabahu. Bwana atakuagizia kweli. Sikiliza niwaambie, kwenye madhabahu ya Talisa 10 huwa tuna maneno yetu, na hayo maneno hayatoki kwa mwanadamu, yanatoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu akisema mwaka huu hamtazika, sisi hata kama uje ugonjwa wa kuua, mwana Talisa 10 hawezi kufa. Na kuhakikishia kabisa hawezi kufa, hawezi. Na hiyo nina uhakika nalo. Hata kama utotokea magonjwa ambayo yanasomba watu, kama mwanzoni mwa mwaka Mungu amesema kwetu hatutazika, hatuziki ng'o. Maana yake Mungu atatengeneza njia ya kuokoa ili kutimiza neno lake, kuitimiza ile picha aliyoisema. Na ndio maana nimewaambia ni muhimu sana kuwa na picha yako ndani ya mwaka wako. Kila mwaka unapoanza kuwa na picha, usipoteze. Haleluya. Jambo la tatu, picha inakufanya kuwa na mipaka. Je, mmenielewa hapo? Picha yako inakufanya kuwa na mipaka. Daudi picha yake ilimfanya kuwa na mipaka, hata kama aliporuhusu kwamba amuue Sauli, lakini picha yake hairuhusu kuua. Hairuhusu, si ndio? Umenielewa? Picha yako ndio inayokupa maelekeo kwamba je, hiki utende na hiki usitende. Picha yako ndio inayokupa mipaka, inakuwekea mipaka kwamba hiki fanya, hiki usifanye. Na ndio maana mtu ukikosa mipaka, jamani, umekwisha. Maana Biblia inasema pasipo maono mtu huacha kufanyeje? Jamani, hatukuumbwa kwenda ovyo ovyo. Sisi sio wa kwenda ovyo ovyo. Tuna hatua zetu tulizopewa na Mungu kila mwaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4. Picha inakupa kupata mwendelezo mpya kila wakati. Ili itimie, lazima kuna mwelekeo na kuna mwendelezo wa maisha. Ndio. Sikia. Jana nizungumza nikasema hivi. Ibrahimu alipoitwa na Mungu, toka wewe nitakufanya kuwa mtu mkubwa. Sio, unanielewa? Lakini ndani yake kuna hatua ili kuifikia hiyo ndoto. Ndani yake kuna mwelekeo ili kuifikia ndoto yake. Na ndio maana Mungu alikuwa anamwelekeza. Ndio maana nimesema usitake ushauri kwa mtu katika maono yako. Taka ushauri kwa yule aliyekupa maono. Kwa sababu, nisikilize, Daudi alipakwa mafuta na nabii Samueli. Wakati anapita kwenye wakati mgumu, wakati anateseka, anatafuta kuuawa, anajigeuza kuwa zezeta ili ale, ili aishi, ili atunzwe. Nisikilize, hekima ya Mungu ikamwijia kusema, nenda kwa Sauli aliyekupaka mafuta. Akaenda kwa Daudi, kwa Samueli. Akatoka kwa huko mapolini alikokuwa amejificha, akasema naenda kumtafuta aliyenipaka mafuta. Akaenda. Akafika akamwambia Samueli, uliniambia kwamba ngoja nikupe mfano mmoja. Kuna binti mmoja mimi nilihusika kuhusu ndoa yake. Nisikilize vizuri. Mwaka mmoja wakati ameolewa alikaa muda mrefu kidogo bila kupata mtoto. Ikafika mahali ameomba mwenyewe mpaka amechoka. Siku moja mume wake akanipigia simu.
akaniambia hivi, fulani amekimbia, amesema anataka kwenda kujiua. Ilikuwa ni usiku, nafikiri wenyeji hapa mnakumbuka vizuri. Akasema anaenda kujiua. Mume wake ndo alinipigia simu hiyo akaniambia hivyo. Mimi nikageuka, nilikuwa nimesimama kule, nikaingia ndani kwenye kile chumba, nikamwambia Mungu, hatakiwi kufa huyu. Nikampigia simu, nikamwambia kesho uje asubuhi, njoo. Yeye hakupatikana hiyo siku. Baadaye nikampata usiku sana huyo binti, akarudi. Kesho yake akaja, nikamwambia hivi, mimi na wewe tutafunga na kuomba siku 7 ili upate mtoto. Mimi sikuwa naomba maombi yote, nilikuwa nasema hivi, Mungu uliniambia hawa ni mke na mume, hawatakiwi kuishi bila mtoto. Sio, unanielewa? Siku moja tena mwingine mume wake akabumburuka hivi. Nisikilize vizuri, nilihusika mimi mwenyewe. Mungu alimtumia mimi kupatikana kwa hao watu kuoana. Sasa shetani akaingilia kati, mwanaume akawa hivi kichwa juu. Mimi nilichokifanya, sikiliza, yule binti alinifuata akaniambia hivi, uliniambia huyu ni mume wangu. Nikakumbuka neno la Daudi, alimfuata Samueli akamwambia, uliniambia mimi ni mfalme. Kwa hiyo sio kazi ya huyu aliyepokea ujumbe, kazi ni ya yule aliyepewa ujumbe na Mungu. Maana yake wewe sasa uliyepewa ujumbe na Mungu, si umesimama kama Mungu? Wewe ndio ugeukie kwa Mungu, mwambie Mungu uliniambia. Kwa hiyo wewe utabanana na Mungu na huyu atabanana na mtu. Na ndio maana manabii wana kazi kubwa sana. Nawaambieni ukweli, ila watu hatujui. Nabii akikupa neno, yeye ndo analiatamia, sio wewe. Na huwezi kujua, nabii huwa anajisikia vibaya sana neno lisipotokea. Vibaya sana. Kwa hiyo mimi nikaanza kumuomba Mungu, nikamwambia Mungu, kama uishivyo, ikiwa wewe ndio ulinitumia. Mungu akaniambia hivi, nitamrejesha. Alimrejesha watumishi wa Mungu, na amani ipo mpaka leo. Na ndio maana huwa ninawaambia hivi, mimi na wahakikishieni hapa tarehe 10, hapa tarehe 10, ndoa zilizotokana na unabii wa Esther, sahauni kuvunjika, msahau kabisa. Kabisa, msahau. Labda niwe sijahusika kweli, kwa sababu maadamu naishi, ndo kazi yangu ya kumkumbusha Mungu kila siku na kuilinda hiyo ndoa, ili mimi nisionekane muongo. Ndio. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Usiruhusu maono yako kupoteza mwelekeo kwa kuwasikiliza watu wengine wasiojua njia zako. Kwa lugha nyingine, nataka niseme hivi, mwelekeo utaupata wapi? Nisikilize sasa hapa. Nimesema maono yako yanakupa mwelekeo, si nimesema hivyo? Picha yako inakupa mwelekeo. Kama alitumiwa nabii akiwa anaishi, mfuate. Yeye atajuana na Mungu wake. Kwani ulimsikia wewe Mungu? Nisikilizeni, ulimsikia wewe Mungu? Kama ulimsikia wewe Mungu, unageuka kwa Mungu na mwambia Mungu ulisema. Na kama hujapata nafasi, mshtaki huyo mtumishi kwa Mungu. Mshtaki. Mwambie Mungu, ulisema kupitia Esther Masanja. Je, ni muongo au ulisema wewe? Sijui mnanielewa? Halafu kupitia hapo Mungu akupe mwelekeo. Usitembee ovyo ovyo tu kwa sababu unaenda. Acha kutembea ovyo ovyo. Sisi hatukuumbwa kutembea ovyo ovyo. Tuliumbwa kwa mpangilio, tunaishi kwa mpangilio, na mambo yetu tunayapata kwa mpangilio. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Mimi kuna siku moja mtu aliniambia, niliwapa mfano jana hapa. Mama mmoja mimi alinipigia simu asubuhi. Nikamwambia hivi, mtoto wako atarudi leo. Sio, mnanielewa? Yule mama ilivyofika saa 10 jana, napanda hapa nikaona message, mtumishi, ulisema mtoto wangu atarudi leo. Hajarudi. Sio, umeelewa? Hapo maana yake alikuwa ananishtaki. Mimi aliposema hivyo, sikumjibu, nikasikia ndani atarudi leo. Hautakuwa muongo mwanangu Esther. Sasa alirudi saa 11. So umenielewa? Kwa hiyo acha kutembea ovyo ovyo. Na kama mwaka huu tunatakiwa kufanya mambo ya muhimu sana, ni kuzingatia utaratibu wa kiroho. Hebu sema utaratibu wa kiroho.
Utaratibu wa kiroho ni huu. Kabla ya huu mwezi kuisha, kama huna mwelekeo, mwambie Mungu nataka mwelekeo. So umenielewa? Mwambie Mungu nataka mwelekeo. Sitaki kutembea kama kichaa. Sitaki kutembea kama kipofu. Sitaki. Na ndio maana Paulo anasema kwenye kitabu cha Waefeso, Mungu awape macho ya rohoni, macho yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini lililo ndani ya Kristo Yesu juu ya waaminio. Kweli utaishi kama kipofu? Hapana, kiukweli hapana. Niseme tu hapana. Na mimi nasisitiza hapana. Hatuwezi kuishi kama kipofu. Hatuwezi kuishi kama vipofu. Hapana. Haleluya. Mwaka huu, mwezi huu usiishe bila kumwambia Mungu nipe niujue huu mwaka. Sitaki, nataka kuujua huu mwaka. Usiishi kwa kupapasa kabisa. Kuna mambo mengine hata yasipotokea hautaumia. Tunaumia kwa sababu huna uhakika kama yatatokea mwaka huu. Huna uhakika kama yatatokea mwaka huu. Huna uhakika, yaani huna uhakika tu. Wewe upo tu huna uhakika, yakitokea sawa, yasipotokea sawa. Ni hatari. Ni hatari kwa maisha ya watu wa Mungu, ni hatari sana. Na tukianza kuishi hivyo, tutapunguza kumlaumu Mungu. Unielewa? Unajua hata tunaposoma Biblia, mimi kuna wakati mmoja nilipokuwa naumwa. Nilipopataga shida ya figo. Nafikiri huwa nashuhudia kila siku hichi kitu. Siku moja nilitoka mahali, nimetoka hospitali. Yaani nimechoka kabisa, nilikuwa nimechoka hiyo siku. Niseme tu ukweli, nilikuwa nimechoka. Mimi nilikuwa namtazama mwanangu, namtazama Glory. Nakumbuka mimi uyatima niliouishi. Nilikuwa nimeumia sana moyoni. Sana. Baba Glory alikuwa amenibeba kwenye pikipiki. Ananisemesha, mimi machozi yanatoka tu. Kwani sikuweza hata kumuelezea daktari alivyosema. Sikutaka, siwezi, sina nguvu. Nilipofika nikapitiliza ofisini kwa baba moja kwa moja, nikafika nikaanguka, nikamshika miguu. Akaanza kuniambia, "Nini mwanangu?" "Baba, nimeambiwa figo imeharibika." Hapa akaniinua uso hivi, akaniambia, "Wewe, Mungu aliyenipa wewe hautakufa na hiyo figo itakuwa nzima." Jamani, si mzee kitua huyo hapa tu tuliyemzoea wote. Jamani, si huyo tu tuliyemzoea. Lakini kwangu ni zaidi. Kwa sababu mimi ndio Samueli wangu. Mimi namjua. Yeye ndio aliambiwa nini na Mungu kuhusu mimi. Kwa hiyo mimi aliyenifikishia ujumbe ya kwamba mimi nitakuwa nani, na mimi namganda huyo. Jamani, alisema tu neno. Si tulikuwa nimeandikiwa nikafanywa operation. Mwalimu yule alikuwa ameandaa na nguo, anajiandaa kwenda na mimi naenda kulazwa. Kesho tunaenda kulazwa, ilikuwa Jumatano. Tukalazwa nikafanywa operation. Lakini kwa neno la yule mzee nikaenda hospitali. Daktari akasema hebu nani kwanza kipimo. Kabla sijakuandikia. Akaniambia nimegundua, ngoja nikupe dawa fulani. Wewe achana na Mungu bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo linasema, je, wewe una picha gani kwenye maisha yako? Kwa nini uishi bila picha? Hilo ni swali. Kwa nini uishi bila picha? Ukiishi bila picha, hautajua njia za Mungu. Hautajua umepigwa, hautajua ni wakati wake, mambo yanatokea, hautajua. Lakini nisikilize. Nakumbuka tena hata kile kipindi cha nilivyokuwa nashuhudia hapa kwamba na penyewe mimi nilipopotea. Jamani, unajua kufa ni kubaya. Kufa ni mbaya, sikwambie mtu. Nakwambia ukweli. Unajua kufa, unaanza kuzima taratibu, unajihisi kabisa unazima. Menelewa? Siku ile mimi nilisikia sauti inasema hivi. Walikuwepo watu wawili wanashindana. Wanasema
Esta hata kufa. Mwingine anasema lazima afe, mwingine anasema Esta hata kufa. Neno la mwisho ambalo nalikumbukaga mpaka leo, jamani, ilikuja ile picha ya yale maono niliyoyaona kipindi nimeokoka. Mungu ametaka nini? Yalikuja hivi nikayaona. Halafu yule aliyekuwa anasema anajaribu kunitetea nisiondoke, akasema hivi, huyu hata kufa, lazima yasimulie matendo makuu ya Mungu. Jamani, nikajikuta nimekaa kwenye mwili wangu, wakaanza kusema anapumua, anapumua. Mnakumbuka ile siku mimi nilishinda siku nzima sioni. Mama Zura nasikia sauti ananiuliza, "Wewe na Gloria nani ana?" Sikuoni. Ni kwa sababu gani? Bado nina ndoto. Ndoto yangu bado haijatimia. Haya mengine na njiani, mpendwa. Na iendea ndoto yangu, haijalishi nitakutana na mlima. Mlima utapita. Kuna wakati wa mlima na kuna wakati wa mteremko na kuna wakati wa njia panda. Nitasimama nianze kuangalia, nipite huku, nipite kushoto, nipite kulia. Bado niko njiani. Njia panda ndio nimefika. Ndio. Njia panda ndio ile hali umekabwa. Unafika mahali huelewi kwamba ufanye nini, hujui, ndio uko njia panda. Mwambie Mungu, nipe njia. Nataka kuiona njia yangu. Niko njia panda. Kuna siku moja mimi nililia haya maombi. Na siku moja alitokea nabii fulani. Nikaumia sana. Mimi nilichobaki nilikuwa nalia. Nikigeuka hivi nalia, namwambia Mungu, niko hapa, sioni pa kwenda. Na hii imetokea mara mbili kwenye maisha yangu. Ninasimama nalia, namwambia Mungu, sioni pa kwenda, naona giza, nisaidie. Siombi maombi yoyote, nayotaka njia ili nisonge mbele. Basi, Mungu, niko njia panda, nisaidie, naitaka njia. Hebu omba maombi ya hivyo unapokuwa uko kwenye wakati mgumu. Mwambie Mungu, sioni, usijifanye unayajua. Ukifika mahali huoni, maana yake ulikuwa safari yako, sasa tayari uko njia panda. Njia panda inachanganya, njia panda inaumiza, njia panda inachosha. Na kuna watu mpaka leo wako njia panda. Sasa ukijua uko njia panda, mwambie Mungu, nimechoka. Mwambie Mungu, niko hapa, ninakutaka, nisaidie, sioni pa kwenda, nipe njia. Nakwambia hivi, Mungu ni mwaminifu, hawezi kunyamaza, nina uhakika kabisa, hawezi kunyamaza. Ukipata, lazima Mungu atakupa njia. So umetaka msaada kutoka kwake. Haleluya, watu wa Mungu. Kuanzia kesho tutaendelea na maombi. Naona muda wetu umeisha. Kuanzia kesho tutaendelea na maombi. Maombi kwa ajili ya kuona mwelekeo wa mwaka huu. Sasa nisikilize. Jana nilitoa kama homework. Jamani, wangapi leo Mungu amesema nao hapa? Nyosha mkono. Mungu aliyosema nao usiku wa leo. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha kabisa juu, nione. Na kule nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambao amesema nao, si ndio? Tayari mna mwelekeo. Mungu amesema na nyinyi. Hapo wewe ambao hujapata mwelekeo leo, hebu inamisha kichwa chako chini. Tunatembea kwa imani. Hatuenendi kwa kuona. Ukitaka kulisikia neno, lisikie. Inamisha kichwa chako chini. Hebu nifuatisha haya maneno, sema: Bwana Yesu, niko hapa. Ninakuhitaji. Nataka kukusikia wewe. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Niko tayari. Tumia mwili wangu, tumia ufahamu wangu, tumia akili yangu na viungo vyangu vyote vikusikie wewe, kwa jina la Yesu. Ninaamini. Amen. Unaamini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Ikiwa umefanya kwa imani, nina uhakika. Mimi nataka watu wamsikie Mungu mwaka huu. Wapenzi, ni patamu kama nini kumsikia Mungu. Hebu moyo wako usikie. Hebu unajisikiaje ukianza kumsikia wewe Mungu, sio kwa nabii tena? Unajisikiaje? Mungu anakusemesha wewe mwenyewe. Hautahangaika, ujue kuna utamu, kuna uzuri. Sijui hata nikuelezeje. Natamani kila mtu asikie kiu ya kutaka kumsikia Mungu. Nilipokuwa mdogo nilishawahi kusoma makala ya Misaki. Nilipokuwa mdogo kabisa nilisomaga makala ya Misaki, aliletoka kanisani kwetu. Na mimi akalichukua dada yangu na mimi nikapita nalo. Nikawa nalisoma. Namna alivyochukuliwa mbinguni, sijui akakutana na nini, nilishasahau. Na mimi nikawa natamani kweli, yani najiuliza, unajua mimi kuna siku moja baba nilimwambiaga, baba, kwani haiwezekani na mimi kupaa kama alivyopaa Filipo? Akaniambia mimi kweli kuna mambo makubwa nilikuwa nayataka sana sana. Sikiliza, unajua wakati mwingine, sikiliza nikwambie, kama watu wachawi wanatafakari mpaka anapita kwenye ukuta, kwani sio watu? Sio watu. Filipo alipaa, mwenzetu alipaa. Sio, unaelewa? Alipaa kama Elia mwenzetu. Sio hata kwa kizazi cha dini, ni kizazi chetu. Alafu mtu mwingine anamwambia tu, anasema hayo haiwezekani. Wewe ni kushindwa kwako. Inawezekana hata leo ukapaa, inawezekana kama Mungu anataka kufanya jambo. Baba akaniambia, unataka upae ili uweje? Ili upate sifa, ili ufanye nini? Nataka kutembea juu ya maji ili utembee kwa maji, kwenye maji ili uweje? Mungu anafanya sawa sawa na anavyotaka, si ndio? Mungu aliruhusu moto ukashuka kupitia kinywa cha Elia. Lakini hata leo inawezekana kushusha moto, wachawi wakateketea. Inawezekana. Zamani nisiposhusha nikiwa na ufahamu, nitashusha katika roho na wachawi watateketea. Nisiposhusha niko macho, nitaushusha moto hata kwenye ndoto. Ndio, wewe hujawahi kuona kwenye ndoto ulikuwa unapambana ukasema moto, ukauona moto kabisa ukawateketeza wachawi? Hujawahi kuona wewe? Si inawezekana? Sijashusha kwenye ulimwengu wa kawaida, nitaushusha rohoni. Ndio, inawezekana. Maana yake ni nini? Ni wewe mwenyewe unavyotazama huku. Unatazama nini? Unaona nini? Unaona nini? Unaona kushindwa? Unaona kuangamiza wachawi? Unaona nguvu ya namna gani Kristo alionayo katika maisha yako? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikwambie mambo yafuatayo. Nisikilize vizuri. Ili kupata mwelekeo, jambo la kwanza, kuwa mwanafunzi. Naposema kuwa mwanafunzi, sijui naeleweka? Kuwa mwanafunzi, jaribu kuyafanyia kazi yale unayoyasikia kwa wakati sahihi. Mimi nina mifano mingi ya kwangu mwenyewe, sishuhudia mtu. Nilimsikiliza siku moja tu mzee Kitua, anasema mtoto wa mjakazi hawezi kulisi pamoja na mwana wa ahadi. Mimi niliifanyia kazi. Siku hizi silali. Unajua kilichotokea? Wachawi wote walikimbia ule mtaa. Jamani, sio hata ndoto, ni halisi. Mganga aliyekuwa jirani yetu na ukuta, waliofika kwetu Kahama niliwaonyesha waliofika kwetu mganga alipokuwa anakaa. Jamani, alikuwa wa kutoka sijui Sumbawanga. Watu walikuwa hivi ni msululu, wengine wamelazwa kwenye mavyumba kama odi. Siku ya tatu nakwambia hivi, watu kuanzia ile alfajiri wakaanza kuondoka. Alfajiri siku ya kwanza hakuna, mpaka jioni ile siku Mungu amenijibu. Mpaka jioni amebakia mtu huyu aliyekuwa ameachwa na ndugu zake. Mgonjwa sana, alikuwa mgonjwa sana. Mimi nikawa nimesafiri nimekuja Dodoma.
Mimi kwa mara ya kwanza shemeji yangu kuniambia, huyu anamwambia dada yangu, shemeji yangu mimi tangu amenilea hakuwahi kuniambia shenzi wala kunikaripia. Umenielewa? Naona ni wale waliofundishwa kwamba mtoto wa ukweni huwezi kumnanili. Lakini nilikuja kwa mara ya kwanza aliniambia, kwa nini unataka kutusababishia kifo? Niliporudi nimekuta dada yangu kanuna, shemeji yangu kanuna. Kwa mara ya kwanza anasema na wasababishia, kwa sababu yule mzee aliamsha vita, alitoka pale, alimfuata shemeji, alitukana. Watu wote wanasikia, kasichana kenu kako wapi, ako kapumbavu, sisi tule wapi, tunaharibiana hadharani wapendwa. Na yule mgonjwa akaondoka, akahama yule mganga, hakurudiki tena. Na yule mtaja hawahi kutokea mganga mpaka leo, hajawahi kutokea kupanga tena mganga mtaa ule mpaka leo ninavyokuambia. Lakini kwa sababu nilikuwa nayatendea kazi ninayofundishwa. Shida ya watu wengi, kila kitu wanachokisikia kinaingia kinatoka. Fanyia kazi yale mambo unayoyasikia. Usipende kuchukua mambo mengi afu hujafanyii kazi. Yanakusaidia nini? Unasikia mengi afu hufanyii kazi. Ya nini? Yanakusaidia nini? Neno moja tu lina uwezo wa kubadilisha historia yako. Ukitaka kuwa mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nimesema kuwa nini? Kutendea kazi lile unalolisikia. Jamani, mwaka huu kanuni ya hapa salamu yetu inasema kusikiliza. Eti nikumbusheni, kusikiliza, kutii. Maana yake husikilizi utii, sahau kutukuzwa, na huu mwaka utapita. Kinyume chake, si ndio? Maana yake kuwa mwanafunzi ndani ya huu mwaka. Jamani, kuwa mwanafunzi. Jitahidi neno ukilisikia ukasikia limegusa moyo, chukua neno moja. Hapa nimeongea mambo mengi, sio kila jambo linakuhusu. Mungu Roho Mtakatifu yuko hapa. Kuna watu amewagusa kwa kaneno fulani, hako kachukue kakafanyie kazi. Ujue Mungu ndio ana mpango wa kuziongeza hatua zako kupitia hako kaneno. Haleluya. Lakini jambo la pili, ili uweze kuyaona mambo yako na kupata mwelekeo sivyo na kufanya kila kitu na Roho Mtakatifu akuongoze, kuwa mtii. Ndio unaweza ukasikiliza tu, lakini utii ndio unaokupa hatua ya kutendea kazi kile ulichokisikia. Haleluya. Mimi nina uhakika inawezekana kuna watu hapa jana waliporudi nyumbani wakasema, hayo si tulizoea kuyasikia kawaida. Au shetani akaleta kakikwaza ambako katakufanya usisikilie, usitulie kumfanyia kazi kile ulichokisikiliza. Ogopa vikwazo vya adui. Au ukapata usingizi mzito, afu ukalala ukaamka huna hata hofu. Nabii alisema ya kwamba tufanyie kazi tumuulize Mungu. Ukasahau. Eti unakumbuka nimesahau jamani, nimesahau. Wewe niambie na kupiga teke wapi ujijui. Usiruhusu adui akushinde kwa mazingira na mtazamo wake. Jambo la tatu, badilisha mtazamo wako. Kubali mtazamo wako uende sawa sawa na mazingira yaliyopo. Usipokubali kubadilisha mtazamo, ndo kushindwa kupo mbele yako. Nimesema hivi, kuna wakati utafika utakuwa njia panda. Kuna wakati unatakiwa kupanda mlima. Maana yake utakapofika kwenye wakati wa kupanda mlima, akili yako inakwambia lazima ni upande huu mlima. Mwingine akikutana na mlima anasema, mbona kule chini ni kuzuri, nirudi nyuma. Ile maisha. Haleluya. Naomba tusimame, tumishi wa Mungu. Mimi napenda sana kwenda na wakati, na hata Roho Mtakatifu anapenda sana, lakini nitapenda sana hii semina tuwe tunamaliza mapema na watu wanaondoka mapema. Tuwe tunawahi kuja. Nitakuwa nasimama saa 11 kasorobo. Mimi nitakuwa nasimama saa 11 kasorobo au saa 11 kamili, na nitamaliza saa 12. Sitazidisha hapo. Tuombe. Baba, ninalitukuza jina lako na kulinua. Ninawafunika watumishi wako wote kwa damu ya Yesu. Neema yako Kristo itembee na kila mmoja. Natangaza utukufu wako uwafunike wote
wanaotutazama, wanaotusikiliza. Mungu na watumishi wako waliopo mahali hapa, ninadai ulinzi wako, wafunike kwa mbawa zako, wafikishe nyumbani salama, lakini wape kutii, wape kusikiliza, wape kuelewa na kutenda sawasawa na kile nilichokisema, ulichoniagiza kukisema, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu mwaka huu ni wa mabadiliko, naam, tutapokea mabadiliko na sisi kwa utukufu wa jina la Yesu ninaamini. Amen. Mungu awabariki sana.